Habari za Yesu kwangu ni tamu sana. Sikiliza ukweli. Uwe na kiasi maishani mwako. Kiasi ni mojawapo wa tunda la Roho. Tasoma katika Wagalatia sura yake ya 5 fungu lake la 22. Neno la Mungu nasemaje? Neno la Mungu nasema ya kwamba lakini tunda la Roho ni upendo, ni furaha, ni amani, ni uvumilivu, ni utu wema, ni haki na kiasi. Maana kwa mambo hayo hakuna sheria ama hakuna hukumu. Ni kwamba ukiwa na kiasi, afya yako itakuwa njema. Kiasi ni uhusiano wa mwili na roho kutenda mambo usipozidisha, usipopungua. Uwe na kiasi katika kula, uwe na kiasi katika kunywa, uwe na kiasi katika kuvaa. Maana watu wengi sana kwa mivalio yao hawana kiasi. Wakati wa baridi wanavaa nguo nyepesi sana. Na ndiyo inaleta magonjwa mengi ya baridi yabisi, yani rheumatism. Unakuta kwamba watu wameganda miguu, wameganda mikono kwa sababu ya kuvaa vibaya. Uwe na kiasi. Maandiko matakatifu katika waraka wa kwanza wa Timotheo sura 2 fungu la 9 nasema ya kwamba tuvae kwa kujisitiri, hasa kwa wamama, kwa wasichana. Wavae kwa kujisitiri. Uvae nguo nzuri inayokufaa, inayofika chini ya magoti. Usivae skati fupi. Maana hiyo skati fupi itakuletea magonjwa ya mishipa kwenye miguu, magonjwa ya mikono. Ndiyo maana kuwa na kiasi. Petro waraka wa 2 sura yake ya 1 mstari wa 5. Utasoma ya kwamba katika utauwa wetu, katika imani yetu, katika uchaji wetu wa Mungu, tunapaswa kuwa pia na kiasi. Kuwa na kiasi katika ulaji. Usile vyakula visivyofaa. Usile chakula cha usiku sana. Maana kula chakula cha usiku sana ni laana. Husababisha magonjwa ya baridi yabisi. Husababisha magonjwa ya mfuko wa chakula. Husababisha magonjwa ya matumbo. Husababisha magonjwa ya ini. Husababisha magonjwa ya upofu wa macho. Husababisha magonjwa ya meno. Yaani mifupa na mishipa huugua sababu ya watu wengi kuzoea kula chakula cha usiku sana. Kuwa na kiasi. Sikiliza ukweli. Unywe maji kwa wakati unaofaa. Usinywe maji wakati wa kula chakula. Usinywe maji wakati una baridi sana. Usinywe maji baridi. Unywe maji moto, yale ambayo yatafanya damu yako kuwa nzuri. Hasa asubuhi na mapema. Kunywa maji, ukikamulia ndani limau, ukiweka ndani asali. Hiyo ni tiba kamili ya kuosha damu, kusafisha damu. Yaani maji ni muhimu sana kwa binadamu. Kunywa maji. Ukisoma kitabu cha Kutoka sura yake ya 23 mstari wa 25 na 26, Mungu atabariki chakula chako na maji yako ikiwa utamtumikia. Na wewe hakuna mama atakaye haribu mimba ama kuporomoka. Hakuna mtu atakaye kufa ghafla sababu ukimtumikia Mungu. Mungu atabariki chakula chako na maji yako, na siku zako Mungu atazitimiza. Sikiliza ukweli. Uwe na kiasi. Mungu atuwezeshe kuwa na kiasi katika jina la Yesu. Amen.